Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i ameweka wazi kuwa kuna changamoto kubwa katika sekta ya elimu nchini kwa wakati huu, Matiang'i akirai serikali kusitisha uharibifu wa fedha na kuelekeza mgao wa kiasi kikubwa katika sekta hiyo. Ameitaka serikali pia kusikiliza viongozi wa shule, wazazi na pia viongozi wa kidini ili kuboresha sekta ya elimu. Aidha, ameitaka serikali kuajiri walimu walio na uzoefu katika sekta hiyo. Tunasema with tremendous respect, kazi imekuwa ngumu, you can see it. Maana gani wananchi? Imekuwa because we have never had the kind of crisis in the education sector that we have now. Na wale tumekuwa huko, I can give you proposals with one of my eyes closed. One, stop wastage, put money in the schools so that school principals have money so that they can run the schools. They can't run the schools on saliva. They need money, the capitation money should go to schools. That is a straightforward matter. Number two, I would tell the president, appoint a principal secretary in charge of curriculum reform and transition, because that is a special thing we are now implementing CPC. And number three, listen to the sector, listen to the principals, listen to parents, listen to church leaders. In Kenya, if the church or the religious communities did not invest in education, we will not have the institutions we have. Method is Nyinyi Kwanza and your example. The investment you have made in the education sector, on a university and so on, you should be listened to, and so on and so forth. So mimi nawaomba wenzangu tuangalie hiyo. Wakati alikuwa waziri wa health, wa elimu, alifanya mabadiliko mengi. Wakati mtihani ilikuwa inauzwa kwa streets, Kenya ilikuwa imeenda chini mpaka mtihani ukauzwa kwa supermarket na kwa barabara. Dr. Matiang'i akaja akabadilisha hiyo na mengine mengi ambayo alifanya ambayo hatuwezi kusema saa hii kwa sababu ya muda, lakini mnamjua. Sawa sawa. Hiyo ndio sababu mimi namuunga mkono na wengine wengi wanamuunga mkono na chama yangu ya PNU tunamuunga mkono kutafuta hiyo kiti.